Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment. Fuatiliaji na mtazamaji wa channel yetu ya ELCT Karagwe Diocese, uhali gani popote pale ulipo. Mimi ninakusalimu kwa jina la Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, Yesu Kristo. Bwana asifiwe na hongera kwa kuendelea na Kwaresma na mwezi mtukufu. Ninakualika tena kwa ajili ya kusikiliza mahubiri kutoka katika Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Diocese ya Karagwe. Hapa ni usharika wa Kayanga ambao unaongozwa na mchungaji Severini Simoni. Lakini usisahau kwamba yupo pia mwinjilisti Thomas Ndianabo, na wote wawili hawa watakwenda kuongoza ibada ya Jumatano ya leo. Fuatiliaji na mtazamaji wa channel yetu ya ELCT Karagwe Diocese, mimi ni Mera Bubira Kashekwa, afisa habari wa Diocese ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Usharika wa Kayanga ni usharika rafiki na usharika wa Oz uliopo nchini Denmark. Na kwa neema ya Mungu leo usharika wa Kayanga wamepokea wageni 16 kutoka katika usharika wa Oz. Na katika urafiki wao wanaangalia sana namna nzuri ya kutunza mazingira. Wao wapo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba binadamu na viumbe wengine wanaishi katika mahali pazuri. Ni kualika katika ibada hii, lakini mwanzoni kabisa Bwana Andrew Kazimoto yeye anakwenda kutambulisha na kusema kidogo kuhusiana na urafiki kati ya usharika wa Kayanga na usharika wa Oz nchini Denmark. Karibu sana. Na baada ya hapo mchungaji atasimama kwa ajili ya kuleta neno la Mungu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kama ambavyo kwa muda mrefu kidogo mmekuwa mkitaarifiwa kwamba tutakuwa na ugeni ambao utakuwepo hapa tangia leo tarehe 25 mpaka tarehe 1 mwezi wa 3. Wanatoka katika usharika rafiki na usharika wetu wa Kayanga kutoka nchi ya Denmark, sehemu ya Oz. Ni mji unaoitwa Oz. Kama mtakumbuka, wapo waumini ambao waliwahi kutembelea katika mji wa Oz mwaka 2024 wakitokea hapa. Kwa leo tumepata ujumbe wa watu 16 ambao wako hapa wakiongozwa na pastor wao ambaye anaitwa Pastor Lon. So you are welcome. And this is Kayanga Parish, and these are the congrats. And you'll be here visiting various places, seeing some people here around, and you'll be visiting even certain institutions which belongs to the Diocese of Karagwe. We have Pastor Lon, and you can continue introducing others. Yes. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Thank you very much. We are so happy to be here, and we look forward to share with you for the next 4 days. To translate, we will be a part of your congregation, a part of your church, your town, for a small week, and we will share with each other. We will share smiles, we will share words, we will share our faith, we will share chakula and songs, and even we are different because we are from different parts of the world. We are sisters and brothers in the Lord Jesus Christ. And that's why we can be together and we can be friends. Rafiki, I think you call it. Yes, and we look forward to that. Much of love to all of you. We look forward to get to know you.
Tuombe. Mungu mtakatifu, uliye Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya wakati huu ambapo tumefika katika hekalu lako kukuabudu, kutafakari katika maisha yetu na imani yetu, lakini zaidi ya yote kuimarishwa katika ufuasi wetu na imani tunayokuamini wewe. Endelea kuzungumza nasi ukitutafakarisha juu ya maisha yetu na mienendo yetu. Tuimarishe katika imani tunapoendelea kutembea katika majira haya, ili tuone neema yako, tuone uwepo wako ukituvusha katika changamoto na katika magumu, na hata tunapopitia katika majaribu mbalimbali. Na sasa utuzungumzishe katika neno hili ambalo tunakwenda kusikia, ili likatufae katika maisha yetu leo na siku zote. Amina. Neno la Mungu tunalolisoma linatoka katika kitabu cha Danieli sura ya 3 mstari wa 17 mpaka ule mstari wa 30. Danieli, Nabii Danieli sura ya 3 mstari wa 17 mpaka mstari wa 30, nami ninasoma kwa msaada wa Bwana. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Bali kama si hivyo, ujue mfalme, ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Ndipo Nebukadreza akajaa ghadhabu, na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadraka na Meshaki na Abednego. Basi akatoa amri watie moto ile tanuru mara 7 kuliko desturi yake ya kutia moto. Kisha akawaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadraka na Meshaki na Abednego na kuwatupa katika ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi watu hao wakafungwa hali wamevaa suruali zao na kanzu zao na joo zao na mavazi yao mengine, wakatupwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali na ile tanuru ilikuwa ina moto sana, mwako wa ule moto ukawaua wale watu waliowashika Shadraka na Meshaki na Abednego. Na watu hao watatu, Shadraka na Meshaki na Abednego, wakaanguka hali wamefungwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa inawaka moto. Ndipo Nebukadreza akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena, akawaambia mawaziri wake, je, hatukutupa watu watatu hali wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu wakamwambia mfalme, kweli mfalme. Akajibu akasema, tazama, mimi naona watu 4 nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto hali hawana dhara, na sura yake yule wa 4 ni mfano wa mwana wa miungu. Kisha Nebukadreza akaukaribia mdomo wa ile tanuru iliyokuwa inawaka moto, akanena akasema, enyi Shadraka na Meshaki na Abednego, watumishi wa Mungu aliye juu, tokeni mje huku. Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakatoka katika ule moto, na maamiri na manaibu na maliwali na mawaziri waliokuwa wamekusanyika pamoja, wakawaona watu hao, ya kuwa ule moto ulikuwa hauna nguvu juu ya miili yao, wala nywele za vichwa vyao hazikuteketea, wala suruali zao hazikubadilika, wala harufu ya moto haikuwapata hata kidogo. Nebukadreza akanena akasema, na ahimidiwe Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego,
aliyemtuma malaika wake akawaokoa watumishi wake waliomtumaini, wakaligeuza neno la mfalme na kujitoa miili yao ili wasimtumikie Mungu mwingine wala kumwabudu ila Mungu wao wenyewe. Basi mimi naweka amri ya kuwa kila kabila ya watu na kila taifa na kila lugha watakaonena neno lolote lisilopasa juu ya huyo Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego watakatwa vipande vipande na nyumba zao zitafanywa jaa, kwa kuwa hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa namna hii. Kisha mfalme akawakuza Shadraka na Meshaki na Abednego katika wilaya ya Babeli. Neno la Mungu. Baada ya ile Jumatano ya Majivu, sasa tunaanza Jumatano zingine tunapoendelea kutafakari majira haya ya Kwaresima. Katika habari ambayo tumeisoma, ukianzia mistari ya kwanza, unaona namna ambavyo mfalme Nebukadreza ambaye alikuwa ni mfalme wa Babeli, ambaye yeye alikuwa na miungu yake anayoiamini, na wakati fulani akatengeneza sanamu ya dhahabu na kuamuru watu wote kwamba waamini habari ya miungu ya Nebukadreza pamoja na ile sanamu. Lakini hapa walikuwepo hawa vijana watatu, Meshaki, Shadraka na Abednego, ambao wao walikuwa na imani iliyo imara, walioamini juu ya Mungu wa kweli, Mungu wa Isaka, Yakobo, Mungu wa Ibrahimu, Mungu aliyewatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri, Mungu aliyewaita wana wa Israeli kuwa ni taifa, Mungu aliyewachagua na kuwapa nchi ya Kanaani. Ndiye huyo waliyemwamini, ndiye huyo waliyemtegemea kila wakati. Hawa vijana watatu wao wakawa ni waaminifu tena watiifu kwa Mungu, na sasa hawakupenda kulegeza na wala hawakupenda kukana msimamo wa imani yao kwa Mungu wa kweli. Ndipo tumesoma habari za kwamba baada ya kuwa wamekataa kufuata agizo la mfalme, wamekataa kutii amri ya mfalme ya kuamini miungu wengine na kusujudia sanamu aliyoitengeneza ili ikasujudiwe na watu wote, mfalme alikasirika, akawaka ghadhabu, akatoa adhabu kali ya kwamba sasa wawashe tanuru zaidi ya mara kadhaa walivyokuwa wakiwasha kila siku kwa ajili ya kuadhibu hawa Shadraka, Meshaki na Abednego kwa kutokutii amri ya mfalme ya kuabudu miungu wengine. Wakabaki na imani yao ya kwamba sisi tunamwabudu Mungu wetu wa kweli ambaye ndiye Mungu atoshaye. Lakini kwa sababu ya imani waliokuwa nayo, imani thabiti ambayo waliongozwa na nguvu ya Mungu, waliweza kumshuhudia mfalme kwa ujasiri ya kwamba hawawezi kusujudia wala kuamini miungu yake. Badala yake wanabaki katika kusimamia, kuabudu na kusujudia Mungu wa kweli, na wala hawakusita juu ya hayo, na uaminifu wao ukaendelea kusimama mpaka pale ambapo walihukumiwa kutupwa kwenye tanuru ya moto. Na hata walipohukumiwa hilo, hawakuona mashaka wala hawakutikisika, wakasema tunajua Mungu tunayemwamini atatuokoa hata katika hayo unayotuhukumu kwayo. Tunajifunza kwa hawa watu watatu watumishi wa Mungu, Meshaki, Shadraka na Abednego, ya kwamba walikuwa na tumaini na imani kwake yeye aliyekuwa kimbilio lao na nguvu zao, kama tusomavyo katika Zaburi ya 46 mstari wa kwanza. Na hawa vijana walifahamu ya kuwa ghadhabu ya Mungu dhidi ya dhambi na kutokutii Mungu wa kweli ilikuwa ni mbaya zaidi kuliko hasira ya mwanadamu, yani mbaya zaidi kuliko hasira ya mfalme Nebukadreza ambayo iliwaka, wakaamriwa ya kwamba sasa watupwe katika tanuru ya moto. Kwamba wao wanaamini
kwamba wangeweza kutii habari na amri ya mfalme kwa sababu ya kuogopa moto, basi Mungu angewapa adhabu zaidi kuliko hiyo adhabu ya moto. Bwana asifiwe. Kwa hiyo imani yao ikasimama imara, ambapo watu wengi siku hizi tunaogopa zaidi wanadamu kuliko tunavyomwogopa Mungu. Tuko tayari kubadilisha mfumo na staili ya maisha kwa sababu ya kuogopa wanadamu na watu wanaokuzunguka, ili basi, na hata sio kwamba unaogopa kwa sababu wana adhabu kali sana kwako. Hakuna ambaye amekuashia habari ya tanuru na kukutupa huko, lakini kwa sababu kwamba atanionaje ninakwenda kanisani, atanionaje ninamtumikia Mungu, atanionaje ninasema habari za Yesu Kristo kwa nguvu. Unaogopa, unaanza kutenda yale yasiyofaa kwa sababu tu unawaogopa wanadamu. Shadraka na Meshaki na Abednego hawakuogopa habari ya mwanadamu, lakini wakaogopa zaidi habari ya Mungu wa kweli wanayemwamini, kwamba wakikengeuka Mungu atawaadhibu zaidi, na adhabu yake itakuwa ni kali zaidi kuliko ya mfalme Abednego. Nilipokuwa nikatafakari nikafikiri kwamba hawa vijana, kama ni habari ya kipaimara, walikuwa wamesoma vizuri habari ya ahadi ya ubatizo, kwamba kila wakati walifikiria hiyo ahadi ya kwamba namkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote, ya kwamba wanaahidi, ninajitoa kwako Mungu ili nikutumikie tena kwa uaminifu mpaka nitakapokufa. Hata nikiingia katika tanuru ya moto nife, lakini sitatoka kukuamini na sitaacha kukutegemea na kukutumikia tena kwa uaminifu wote. Lakini je, sisi tuliojifunza na tunaosema habari ya ahadi hiyo kila siku, tunapokutana na changamoto mbele yetu, tuko tayari kusimamia ahadi hiyo? Tuko tayari kusimamia habari ya maandiko matakatifu? Tuko tayari habari ya kutetea huyu Yesu Kristo ambaye amekubali kuingia katika njia ya mateso ili apate mateso, afe, azikwe, ili afufuke kwa ajili ya ushindi? Ama tunapokutana na changamoto ndogo, hata kama ni ugonjwa tu wa kawaida, tunalazimika kumwacha Yesu, tunalazimika kusema vinginevyo ili tuone kama tunaweza kujiokoa katika mwili huu wa nyama tulionao. Lakini mwandishi mmoja wa wimbo akaandika akasema, mteteeni Yesu mahali popote utakapokuwa, na kwa namna yoyote utakayokuwa nayo, simama na kutetea habari ya jina hili la Yesu Kristo, ambalo ni jina linalopita majina yote. Ndipo kwa imani kuu hawa vijana watatu, Shadraka na Meshaki na Abednego, walisema, bali kama sivyo, yaani wakimaanisha kwamba hata kama asipotuokoa huyu Mungu tunayemwamini, haidhuru kitu, lakini hatutasujudu habari ya sanamu yako, hatutaabudu habari ya miungu yako, kwa sababu walitumaini habari ya Mungu na kumtii pasipo kujali matokeo yoyote. Ndugu zangu wapendwa, katika Kwaresima hii tunaitwa kuwa watiifu, tunaitwa kukua katika imani yetu na kusimama imara, na tumaini na utii viwe ni vile vinavyodumu wakati wote katika huyu Mungu wetu wa kweli, ambaye amekubali kumtoa mwana wake wa pekee ili yeye ayapitie mateso, ili atufanye mimi na wewe kuokoka na kuupata uzima wa milele. Na kwa kweli, unapokuwa na utii na tumaini linalodumu la kumwamini na kumtii Mungu, ni uthibitisho wa kweli wa imani ya Kikristo, na hata pasipo kutolewa kwenye matatizo ya kimwili na ya kiroho, kwamba hata unapokuwa unapitia katika matatizo na changamoto, hata utakapobaki katika matatizo hayo, bado utii na tumaini kwa Mungu vinahitaji kudumu daima. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio maana hata Mtume Paulo alipofika hatua ya kulia na kutaka msiba wake na mwiba wake ukaondolewe, Mungu akasema no, utabaki na mwiba huo, na imani na neema yangu itafanya nini? Itakutosha. Bwana asifiwe. Kwa
wakati mwingine inawezekana tunapoyapitia hayo magumu ambayo tunafikiri ni magumu, tukafikiri lazima tutolewe katika hayo magumu. Inawezekana Mungu hana mpango wa kutoa katika magumu hayo, lakini bado anahitaji kukuona ukiendelea kusimama imara katika imani na tumaini lako ulilonalo. Bwana asifiwe. Inawezekana Mungu angeweza kubadilisha mawazo ya mfalme Nebukadnezar, kwamba sasa asiwashe moto kwa tanuru na asiwatupe wale vijana, lakini akawaacha mpaka wakatupwa kule, lakini akawakuta kule na kuwaimarisha na kuwaokoa katika ule moto. Bwana asifiwe. Mungu wetu ana mizungu mingi. Haujui ni wakati gani atakuokoa katika hiyo shida ulionayo. Inawezekana unaiona ni shida kubwa sana, lakini Mungu ana mpango mzuri wa kukutoa katika tanuru hiyo ya moto na ukabaki salama. Maneno na maandiko matakatifu yanasema hata nguo za hao vijana hazikuguswa kwa moto, lakini wale waliokwenda kuwafunga wakiwa na nguvu, wakiwa na kinga ya mfalme, kwa sababu ya wingi wa moto na joto lililokuwepo, wale ndio walioungua na kuuawa. Lakini wale waliokuwa wametegemewa kuuawa hawakufanya nini? Hawakufa, wakabaki wakiwa imara. Ndugu zangu, mfalme anaona mtu wa 4 kwenye tanuru la moto. Yeye mwenyewe anasema tumewapeleka vijana 3, mbona naona kama kuna watu 4, kwamba huyu mtu wa 4 anaweza kuwa ni malaika au ni Kristo mwenyewe aliyeshuka na akafika na kuwaokoa hawa vijana, akawa nao kwenye wakati mgumu na wakati wa jaribu lao. Bwana asifiwe. Kwamba Mungu tunapoyapitia majaribu yetu, anakuja anakuwa katikati yetu, anakuwa pamoja na sisi, anatutia nguvu hata katika udhaifu wetu, anatuimarisha hata pale tunapohitaji kukata tamaa. Anaendelea kuwa pamoja na sisi akitusaidia katika kila hatua tunayoipitia. Mungu anakuwa pamoja na sisi. Kinachohitajika kwetu ni kuendelea kuwa na imani na utiifu usiobadilika wala usioyumba, ya kwamba yeye ndiye Mungu na ndiye Mwokozi wa maisha yetu. Shadraka na Meshaki na Abednego walidumu kuwa waaminifu kwa Mungu hata walipoyapitia hayo magumu. Lakini zaidi ya yote, kwa nini walidumu hapo? Walidumu kwa sababu walishutumu uregezaji wa msimamo wa kiroho na wa kimaadili. Wakadai kuwa Mungu hawezi kukubali kisingizio chochote ya kwamba tunaweza kufanya kitu kwa sababu tu watu wengine wote wanafanya hicho kitu. Halo. Kuna watu wengi ambao tunaingia katika dhambi kwa sababu wale waliotuzunguka wanafanya nini, na wewe unaamua kuishi katika maisha ya hao wanayoyaishi ili usionekane wa tofauti, hata kama ni jambo ambalo sio la kimaadili, hata kama ni jambo ambalo sio la kiroho. Yaani unakuta kwa sababu umeishi katikati ya walevi, na wewe unalazimika kuwa mlevi kwa sababu ndio marafiki zako ulio nao. Kwa sababu una marafiki wavuta bangi, na wewe unafanya nini? Unaamua kuvuta bangi ili ufanane nao, kwa sababu kuna msemo wa Waswahili wanasema kwamba ndege wanaofanana wanaruka pamoja. Lakini Shadraka na Abednego na huyu wao hawakuamini hilo, ya kwamba pamoja na kwamba tunakaa katikati ya watu wanaoabudu miungu wa mfalme, ambao wanasujudia habari ya sanamu, lakini sisi tutabaki wenyewe 3, lakini hatutayafuata hayo ya watu wengine wanaoyafuata. Na mwisho faida yake, sasa ile kanuni yetu ambayo huwa tunasema kwamba wengi wapi haikufanya kazi, mwisho wake wanakuja kuishia kwamba uchache wao 3, imani yao inakubaliwa na mfalme, inakubaliwa na mawaziri, inakubaliwa na manaibu, inakubaliwa na watu wote, ya kwamba kuanzia leo wote tutamwabudu na kumsujudia huyu Mungu wa hawa vijana 3. Bwana asifiwe. Kwa simama imara katika kulitetea jina lake Yesu Kristo, na mwisho wa siku unahitaji kuwavuta watu wengine kuja kwa Bwana, sio wao wakuvute kwenda kwa shetani. Halo. Ndugu zangu, tunapaswa kumwomba Mungu kwa bidii ili yeye aweke nia thabiti ndani ya mioyo yetu, tudumu kuwa waaminifu kwake
na neno lake pasipo kujali matokeo tunayoyapitia. Hii ndiyo maana halisi ya Kwaresima, kuwa ni kipindi cha kutupima, ni kipindi cha kutuingiza katika majaribu na kutafakari, lakini juu ya msimamo wetu, kitupime juu ya imani tulionayo na utiifu wetu kwa Mungu, na kwamba tunabaki katika wapi. Tunabaki katika kulitetea na kusimama na kumkiri na kumshuhudia huyu Yesu Kristo ya kwamba hakika yeye ni Bwana, na kupitia msalaba ametufanya sisi kupona na kuufuata ufalme wake. Habari njema ni hii: Mungu yu pamoja nasi kutuokoa, hata kututoa kwenye tanuru la moto, hata kututoa kwenye magonjwa tulionayo, hata kututoa kwenye uchumi mgumu tulionao, hata kututoa kwenye uhasama wa jamii tunayoipitia, hata kututoa katika maumivu tunayoyapitia kwa namna mbalimbali. Yuko pamoja nasi. Baada ya ushindi tutatukuzwa na kuendelea kuelewa na kuwekewa ulinzi wa kibinadamu na wa kimungu pia, kwamba tunaposhinda kwa msimamo wetu wa kumwamini Yesu Kristo, mwisho wa siku unaheshimika na unatunzwa, lakini zaidi ya yote unawekewa ulinzi. Mfalme baada ya kuelewa msimamo wa hawa vijana watatu, haikuishia hapo. Aliwawekewa ulinzi wa kibinadamu kwamba walindwe na wasidhuriwe na kitu chochote, lakini zaidi ya yote hata Mungu aliendelea kuwalinda. Bwana asifiwe. Kwa ushindi unapokuja, unakuja kwa njia hiyo, kuliko kufuata matokeo ya muda kitambo tu. Afadhali tubaki katika msingi wa imani ya kumwamini Yesu Kristo, ya kwamba yeye ni Bwana na ni Mwokozi wa maisha yetu. Na Bwana atusaidie katika kipindi hiki cha Kwaresima, tudumishe imani na uaminifu wetu kwake, na yeye hatatuacha daima. Bwana Yesu asifiwe. Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment.